Nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia imani, imani, nishike tena. Imani, imani, usiniache leo. Imani, imani, nitavuka hii mto. Imani, imani, niseme bado. Kado, mama yuko wapi? Atakuwa labda chumbani. Nimwite? Hapana. Kado, unavyomfahamu Tunu sivyo alivyo. Sunaina, sijakuelewa nini unamaanisha. Tunu ni tajiri. Malaki, nimekuita hapa, nataka tuzungumze kidogo. Unajua kuna vitu vinaendelea hapa ofisini mimi sivielewi kabisa. Hasa madam amekuwa mtu wa ajabu, haeleweki kabisa sasa hivi. Sijui ana shida gani. Sasa ndugu yangu, wewe hata ukijua mambo utafaidika na nini? Wewe kwani usidini na kazi yako? Malaki, sizungumzii umbea hapa. Ninachozungumzia sisi tunaishi kama familia. Sijui unanielewa? Kwa hiyo ninachokuuliza najua kwamba nakuuliza kitu gani. Tunatakiwa tujue vitu ili tujue namna gani ya kusaidiana. Sasa kwa staili hiyo ni bora tushindwe kusaidizana, kwa sababu ile shima ambayo nitaje mimi nitumbukie sipo tayari. Na anajifanya maskini. Ana mpango dhidi yako. Ila sijasema kwa ubaya. Nilitaka ujue hilo. Mungu atanilinda tu kama atakuwa sio mwema kwangu. Sawa. Kuwa makini. Shimo gani? Kaka, wewe unahitaji kujua habari za madam ili ufike wapi au usipeleke wapi? Mimi hapa naangalia kazi yangu kaka. Siko hapa kwa ajili ya umbea ambao unahitaji wewe. Narudia kukwambia mimi sizungumzia habari za umbea hapa. Ninachotaka mimi ni kujua kama una chochote unakijua kuhusu madam niambie. Kwani kuna shida gani? Ninachokijua mimi ni kwamba madam ana mwanaume mwingine. Mwanaume mwingine? Ni nani huyo? Kaka, hizo habari mimi hazinihusu. Na sina kingine cha ziada cha kukwambia zaidi ya hicho. Ukihitaji habari zingine endelea kufanya hicho unachotakiwa ukifanya, utapata majibu yaliyo sahihi. Ila kwa mimi siwezi. Alafu hapa tuko kazini. Naomba udili na kilichokuleta hapa. Acha kufuatilia maisha ya watu.
kuna kitu nataka tuongee. Unataka tuongee nini? Kwa nini unataka kunitenganisha na Kado? Kukutenganisha? Kwanza mimi ndiye niliyemsaidia. Sawa, ulimsaidia, lakini naomba utambue hata mimi nilimsaidia kabla yako. Mashaka, nipe ripoti. Umefanikiwa kugundua nini? Aisee. Awamu hii na majibu sahihi. Ni kweli ana mwanaume. Ana mwanaume mwingine? Sio tu mwanaume mwingine. Ana mwanaume, tena mwanaume mwenyewe kipofu. Kwa hiyo Tunu ameamua kuvunja mahusiano na mimi kwa sababu ya huyo mwanaume kipofu. Atamsaidia nini? Huwezi kujua. Kwenye maisha ya mahusiano kila mmoja ana namna yake anayofikiria. Labda yeye alifikiria kuwa na kipofu itakuwa nzuri zaidi kwake. Tunu, maishani mwangu hii ni mara ya kwanza napenda. Kwa hiyo siko tayari kumwacha Kado. Unazungumzia upendo? Hata mimi pia ninampenda. Kwani una matatizo gani? Kwa nini unakuwa unatufatafata kila sehemu? Kado ni wa kwangu na ninampenda sana. Hebu acha kutufata basi, tuache. Mashaka ataweza kumsaidia ikiwa macho yake mwenyewe tu alishindwa kuyatunza. Anaweza kumtunza Tunu na uzuri aliyokuwa nao? Ni dhahiri hawezi kumtunza Tunu. Tunu anajidanganya sana. Kirusha, swala la kushindwa kulinda macho yake au kufanyaje, hayo ni majukumu yake. Tunu ndo anayejua wewe umeshindwa kumpa nini na yule anampa nini. Sijui umenielewa? Sawa. Nashukuru kwa taarifa. Mimi najua nini cha kufanya. Hilo niachie mwenyewe. Wewe kazi yako umemaliza. Haina shida. Kimya, ulinitazama kama rafiki, moyo wangu kacha. Wewe ukuona hata kidogo, kila neno lako Mama, lilinifanya nio. karibuni. Jisikieni kama mpo nyumbani. Asante. Samahani mwanangu. Hii ni nyumba yako? Ndiyo mama, ni nyumba yangu, lakini sio yangu peke yangu, ni ya kwako pia. Ma, acha maswali. Kwani papoje? Mwanangu, natamani hata ungeona. Ni pazuri, lakini maji yako nakwambia. Nisikia. Mama, nilikuwa na ombi moja. Nilikuwa naomba Kado awe mume wangu, na wewe unipokee kama mwanao. Nina imani kubwa sana na Kado na ninampenda sana. Tunu. Kado, naongea na mama. Wewe tutaenda kuongea chumbani. Sasa mama, kuja nikakuandalia pa kupumzika, kwa maana kesho asubuhi kuna sehemu tutaenda kufanya shopping kidogo.
Mama, umeshaondoka. Sasa mama, kwa nini umekubali? Kwa nini ukafanya nini ndio kusaidia? Mama, mahusiano yetu bado madogo sana. Isitoshe mimi mwanaume, imani yangu ni kupambana mama. Sasa kweli tunakubali kusaidia, pia tunataka tukae hapa hapa na wewe umekubali. Mwanangu, hebu tuachie Mungu. Alichokipanga mimi na wewe hatukujui. Najua kama ni Mungu na unaweza kupambana, lakini ukifunza kumwacha Mungu haitaendelea. Sawa, ila na mimi natamani ningeona kama nakuona Bisumai. Umeanza natamani ningeona uzuri wake, ila basi mama na kuonea basi bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia imani, imani, nishike tena. Ona wanavyotabasamu. Ndio maana nilikwambia lazima tufanye jambo, kwa sababu hatujachelewa. Tunu ni tajiri. Unadhani tunaweza kushindana naye?
Sunaina, pesa haimaanishi itashinda kila vita. Kuna muda inabidi utumie akili. Hii ni vita ya akili na si pesa. Una mawazo gani? Swali zuri sana. Tutamfanya Kado aondoke mwenyewe kwa Tunu, na ninajua Tunu hawezi kumziwia. Kwa hiyo ina maana kwamba tumdanganye? Hapana. Tutamueleza ukweli kama Tunu ni tajiri na anataka kumchezea tu ili amtoe kafara. Una akili sana Mabenga. Sunaina, tuondoke. Kirusha, hii nafasi uliyopata leo kuingia hapa nyumbani kwangu ndio ya mwanzo na mwisho, hivyo naomba uongee kilichokuleta. Nimekuja kwa sababu nataka tuzungumze. Tunu, binafsi mimi bado nakupenda sana. Kirusha, mimi na wewe tulishamalizanaga zamani, hivyo naomba utoke nyumbani kwangu. Tunu, unajua mimi na wewe tuliachana kwa mambo ya kijinga sana, na haikupaswa kuwa hivyo. Mambo ya kijinga eh? Mimi na wewe tuliachana baada ya kujua wewe ni mtu hatari na mtu usiyetosheka na mwanamke mmoja. Kwa hiyo unataka kuniacha kwa sababu ya upofu wako, si ndio? Nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia